Mambo vipi tena mtazamaji wa Mastaz TV bana, mimi naitwa Alex Ali 26 kutoka Mastaz TV bana, behind camera niko kabisa Mtumbadi. Big up sana kwake bana. Leo tuko na dogo fulani hivi wa kijanja sana. Nadhani dogo ambaye mara nyingi kuna namna fulani, kuna shughuli alikuwa nayo na alikuwa kwenye kundi fulani. Sema tu siku hizi dogo amepoa, afu hatujui uko engo ipi kwanza. Dogo ni aje? Safi. Umeishi vipi mdogo wangu? Hapo. Bana kuna unao kutazama pale, unaitwa nani? Saro. Saro. Saro ndo jina lako kabisa au kuna namna umelifukizia? Nimelifukizia. Jina langu Omari. Omari. Hivi Omari na Saro kwa nini utoke kwenye Omari uende kwenye Saro? Sasa unajua usanii. Kwa hiyo maana nani uliona kabisa Omari alitokupa ugali? Hamna, sio kwamba alitokupa ugali. Lakini Saro ndo nzuri. Bana ulikuwa kwenye muziki, nadhani muda sasa hivi ulikuwa uonekani. Pengine tatizo lilikuwa nini? Support. Support gani tena? Kwa mfano yani. Support kurekodi, kushoot kama hivi. Nilikuwa sina management. Sasa hivi unayo? Sasa hivi ninayo. Sasa hivi umepata support, sasa hivi umetoka na ngoma, umetengeneza ngoma ngapi? Sasa hivi ngoma zipo studio kama 4 hivi, lakini sasa hivi bado moja ndio imetoka. Sasa hivi anayekumanage nani? Blaza Wiz Gang. Mpo na timu moja au kuna namna amekusema tu mdogo wangu nikusimamie? Tupo timu moja. Timu gani hiyo? Inaitwaje? After Brand. Mmebaki wawili au kuna mwingine ameongezwa? Tupo wawili. Na tumebaki. Kuna yule mwingine jamaa nani yule? Luxi sasa hivi yupo da. Kondo tumebaki wawili. Labda pengine anazingatia nini kwako mpaka unasema brother umeitisha, umenitoa mbali? Maokoto. Anazingatia? Anazingatia. Kuna namna umebadilika? Anakuzingatia kitu gani kwanza kabla kwenda location, vitu kana hizo, kuingia location aidha kuja studio, anakuzingatia vitu gani? Ananigaramia sana mambo mengi, hela, kushana mavazi, kula. Lakini hajawahi kukupiga? Hapana, ananipiga. Hapana kunipiga. Kuna namna unazungumzaga na meneja? Unakuwa unazungumzia nini? Kazi, muziki. Kuna lakini nani ripoti ya kusema kwamba bosi nataka nitoe nyimbo inatoka kwa Wizi? Naenda kumwambia yeye. Yeye ndo ananifikishia. Kwa kuna namna ukamwambia hata bosi bana anatamani nitoe ngoma? Kwa sasa hivi blaza. Kitochi. Kitochi. Maisha yanyoka. Bado. Kwa hiyo bosi anazungumzia nini sasa kuhusiana na simu? Atazingatia bado. Hatuwezi tukampiga yote hivi moja kwa moja. Kidogo. Unaishi nini kwanza channel ambayo mnapost hizo nyimbo inakaa ngapi? Sijaangalia, sasa unajua blaza ni bado swadu. Hamna siku hizi genge akwambia mdogo wangu mjone nyimbo yako imefikia wapi? Bado. Kwamba wewe na hii nyimbo yako ngapi? Hii ni ya kwanza. Ndio ya kwanza kutoka. Lakini zingine zipo studio. Kwa hiyo ndio hivyo bosi amekwambia tumekuja kwa moto. Bana kuna skendo fulani hivi zinajua dhamani uko unazungumzia sana mshikaji wetu Founder siku yako namna amenitema. Hiyo vipi sasa hivi hata kama umeshajipata kuna namna unawasiliana naye? Unawasiliana naye. Akiingia muaga mnaonana? Anakuambia nini? Na mabadiliko ya kule na huku yani utofauti upo. Kuna siku shio kufika huko kambini mkaenda mnatembea naye kwenda huku na huku kama zamani vile? Hamna, sasa hivi Brand hawezi kutembea ovyo. Yani hata kutembea tu waga atembeagi. Kama sasa hivi manager wake nani anayemsimamia kwenye muziki kwa hapa? Sijui sasa hivi, lakini sasa alikuwa ni Speed. Lakini sasa hivi sijui. Maana Speed siashaenda Canada. Ina maana sasa hivi Founder tukimtafuta ndani hayumo? Hayupo. Wewe kama mshikaji wake sasa kuna ile namna bana mdogo wangu vile nilipopita nimetoboa hivi na hivi mpaka nifike kule, alikuelekeza na wewe? Yani mameneja ndio alikuwa anajua, unajua yeye alikuwa ndio kufanya hivi anafanya. Fanya hivi anafanya, lakini kujua chimbo zingine hajui. Na wewe plan yako ya muziki ikoje sasa unavyoweza wewe unavyomuona mwenzako na hatua alopiga wewe yani kitu gani kinakuingia wewe?
Mara nyingi waga najisi wivu natamani nifike pale au nipite. Kwa vitu vingi nishajifunza. Nataka kuifanyia kazi sasa hivi mtaona. Nitajie ngoma yako kali ambayo ilikufanya kidogo na wewe sasa hivi ujue kabisa sasa hivi kuna namna maisha yamenikubali. Ngoma yangu kali ambayo nishawahi kufanya, Ambayo umefanya ukasema mpaka bosi mwenyewe akasema dogo mjazia kama nataka nikutumie 50 na sasa hivi chukua laki hiyo kwanza. Umeimba vizuri kwenye ngoma. Bado. Kwa nini? Uzingatie nini? Bado sijafanya ngoma yangu peke yangu. Ukipewa nafasi sasa hivi Saroboy, najua kuna namna unataka kwenda unajitafuta na unaenda kutafuta jina. Ukipewa nafasi msanii gani bana dogo natamani mtoka kwanza na mimi kaombe hata collaboration kwa msanii wa aina yoyote. Tunaanza na yupi? Blaza hata nichagulia, maana mimi kuchagua siwezi kuchagua. Kwa nini? Siwezi nikajua nani bora sasa hivi. Lakini si muziki unausikia hapa. Nausikia. Mtu yani ile kutubatisha twende tusichague kwa wanawake na kwa wanaume, twende kote. Kwa wanawake na kwa wanaume msanii yupi? Sijui. Ni wakali wote. Kwa kuna namna ule mwanaweza kusema bwana bosi leo kaniruhusu. Ngoja kwanza dondoke na huyu kwanza. Afu wengine watafuatia. Ndio hapo Blaza ananichagulia sasa. Blaza sasa ananichagulia. Kitu gani chenye unahisi kwanza Wizi anaweza akakukera baada kwa nyinyi safari ya muziki? Kitu gani chenye unaweza kusema Blaza kuna namna hapa na feligi? Bado sijaona, unajua? Bado nimeanza. Una muda gani sasa hivi? Kama miezi 3 sasa hivi. Maana baada ya kutoka hivi akakuchukua wewe. Aidha ulikuwa na mawasiliano naye kabla? Manager, nilikuwa mawasiliano na manager. Manager ni nani sasa hivi? Blaza alikuwa hapo. Ndio manager. Sio Marekani. Wa Marekani yupo lakini wa hapa anatusimamia hapa kambini. Labda kuna kitu gani ambacho pengine unaona kabisa kinakupa moyo kwa unavyomuona Wizi, the way anavyokujali? Kitu gani unaona kabisa Blaza atanifikisha mbali? Ananisukuma kwa vitu vingi, kwa tutafika mbali tu na uhakika. Kwa hadi muziki kuna namna ya kuelekeza. Dogo hiyo verse tema nayo. Sijafanya ngoma faka niambia hivyo, lakini Aisha atafanya hivyo maana anajua. Kuna namna ukiwa studio. Kitu gani unahisi ukimsikia naye ameingiza verse? Unahisi nini? Raha tu. Bana kuna wanao kutazama hapa, unaweza kuambia kitu gani? Wewe kama Saro. Nawapenda. Nawazidi kunifuatilia. Na kufuatilia channel yenu Mastaz TV. Labda pengine na wewe unapatikana wapi? Nyumbani. Channel yako? Sijawa na channel, lakini wakitaka kunipata After Brand. Bwana hapa anaitwa Dogo Saroboy kama mlivyomsikia, mdogo wetu wa nguvu iko location sasa hivi. Anapiga ngoma sasa hivi na Wiz Genge. Nadhani sasa hivi kama mlivyosikia wako team moja. Mimi sema tu asante kwako kwa kufuata exclusive yetu interview. Make sure kwamba umesubscribe, umelike na kucomment na kushare. Behind the camera niko na Kabisa Mtumbadi. Asante sana.